Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth anatarajiwa kukabiliwa na uchunguzi mpya kutoka kwa wabunge Jumanne kuhusu mgogoro unaendelea na Iran, huku wabunge wakioji mkakati ulio nyuma ya vita hivyo na ukosefu wake wa idhini rasmi ya bunge. Vikao hivyo vinaendeshwa na kamati ndogo ya ulinzi zenye nguvu za Baraza la Wawakilishi na Seneti kama sehemu ya mapitio ya bajeti ya ulinzi uliopendekezwa na utawala wa Trump ya mwaka 2027 ambayo inataka matumizi ya kijeshi ya rekodi ya dola trilioni 1.5. Hata hivyo, majadiliano yanatarajia kuendelea zaidi ya masuala ya bajeti, huku wabunge wakijiandaa kuwahoji maafisa wakuu wa ulinzi kuhusu mwelekeo na matokeo ya mzozo wa Iran. Hegseth pamoja na Jenerali Dan Kane, mwenyekiti mkuu wa pamoja wa wafanyakazi, hapo awali walivumilia vikao vya marathon wiki mbili zilizopita mbele ya kamati ya huduma ya silaha za Baraza za Wawakilishi na Seneti. Vikao hivyo vilifuata kwa kiasi kikubwa msimamo ya kisiasa inayojulikana, huku wa Republican na wa Democrat wakiwa na maoni yanayopingana kuhusu mkakati wa kijeshi na mamlaka ya vita vya utendaji. Mzunguko huu wa hivi karibuni wa masuala unakuja huku kukiwa na wasiwasi unaongezeka wa kisiasa kwa muda na gharama ya mzozo huo. Baadhi ya wabunge wa chama cha Republican wanaripoti kuonyesha wasiwasi kuhusu hali ya muda mrefu ya vita na kutokuwepo kwa idhini wazi ya bunge kwa ajili ya ushiriki endelevu wa kijeshi. Swala hili linatarajiwa kuwa jambo kuu la mzozo wakati wa vikao vya Jumanne. Mgogoro wenyewe umezidisha shinikizo la kijiografia na kiuchumi. Marekani na Iran zimekuwa zikishiriki katika kuongezeka kwa uhasama, ikiwa ni pamoja na mvurugano wa kijeshi baharini na kuvuruga njia muhimu za meli. Meli za mafuta zenye uhusiano na Iran zimeripotiwa kulengwa, huku vikosi vya Marekani vikichukua hatua kuzuia shughuli za bandari ya Iran kujibu mashambulizi dhidi ya mali za majini za Marekani. Kikwazo kikubwa katika mgogoro huo kimekuwa mlango bahari wa Hormuz, ukanda wa kimkakati wa baharini ambapo takribani 20% ya usafirishaji ya mafuta duniani hupita. Ukatizaji mzuri wa njia hiyo wa Iran umechangia kubadilika kwa soko la nishati duniani na kusukuma bei ya mafuta juu na kuibua wasiwasi wa kiuchumi wa ndani nchini Marekani. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.